Jumatano ya tarehe 10 Aprili mwaka 1912, meli ya RMS Titanic ilianza safari yake kutoka Southampton, Uingereza kuelekea New York. Wakati huo RMS Titanic ilikuwa chombo kikubwa zaidi kutengenezwa na binadamu ardhini na baharini. Viongozi mashuhuri, waandishi wa habari, wafanyikazi na watu wengineo zaidi ya 100,000 walikusanyika kushuhudia kuondoka kwa meli hiyo ya kifahari. Meli ya Titanic ilikuwa na urefu sawa na jengo la ghorofa 10 na urefu wa karibu theluthi moja ya maili. Titanic ilikuwa kwa mara ya kwanza meli ya kifahari zaidi kuwahi kujengwa. Meli ya Titanic ilikuwa imebeba boti za uokoaji 20, 4 kati yazo zikiwa na kuta za turubai zinazokunjika. Idadi hiyo ilikuwa zaidi ya ilivyotakiwa kisheria kwa wakati huo, lakini bado haikutosha kwa abiria wote. Alexander Carlisle, mmoja wa kurugenzi wa kampuni ya Harland and Wolff Shipyards, alipendekeza kuongezwa kwa boti hizo, lakini ilionekana kuwa gharama kubwa na pia ingeathiri mwonekano wa meli, uamuzi ambao Bruce Ismay angekuja kujutia. Nikimnukuu Thomas Andrews, aliyekuwa mbunifu mkuu wa meli hiyo, ukweli usemwe, hakuna meli isiyoweza kuzama. Kadri meli inavyokuwa na uzito mkubwa ndivyo inavyoweza kuzama kwa urahisi zaidi. Kama unajua jinsi meli itakavyozama, basi unaweza kujua pia jinsi ya kuifanya meli hiyo kuelea juu ya maji. Mwisho wa nukuu. Hakuna aliyedhani kwamba boti za uokoaji zingehitajika, kwani Titanic ilikuwa kama mafanikio makubwa ya uhandisi na teknolojia ya majini. Wajenzi wa meli hiyo na majarida yalitangaza kuwa ilikuwa vigumu meli hiyo kuzama. Aprili 10, meli ya Titanic ilipoanza safari yake, ilipita karibu na meli ya Marekani ya SS New York iliyokuwa imefungwa bandarini. Meli hiyo ndogo ilianza kuvutwa na nguvu isiyoonekana iliyosababishwa na propela 3 kubwa za Titanic. Ghafla milio mikubwa ilisikika. Nyaya za chuma zilizokuwa zimeifunga meli hiyo zilipasuka kwa nguvu, zikiruka hewani na karibu kuwagonga watazamaji. Sehemu ya nyuma ya SS New York ilianza kuelekea upande wa Titanic. Nahodha wa Titanic Edward Smith, aliyekuwa na karibia kustaafu baada ya safari hii, aliamuru propela ya kushoto ya Titanic izungushwe kinyume ili kuepuka ajali. Hii ilionekana kama onyo la mapema kuhusu mauti iliyokuwa mbele yao. Siku ya kwanza Titanic ilisafiri zaidi ya maili 586. Siku ya pili maili 519 na siku ya tatu ilisafiri maili 546 kwa kasi ya noti 22.5, karibu maili 26 kwa lisali moja. Nikimnukuu Bruce Ismay akizungumza na nahodha wa meli hiyo Edward Smith, alisema, leo tumefanya vizuri kuliko jana na kesho tutafanya vizuri zaidi. Mwisho wa nukuu. Hata hivyo, matatizo ya kiufundi yalianza kushuhudiwa. Makaa ya mawe katika ghala nambari 6 yalishika moto yenyewe na tani nyingi ziliteketea zikiwa na moto dhidi ya kuta za chuma, hali iliyoweza kudhoofisha muundo wa meli hiyo. Titanic ilipokea onyo kadhaa kuhusu barafu baharini. Kuanzia Aprili 12 hadi Aprili 14, meli kadhaa zilitoa taarifa za kuwepo kwa vipande vya barafu na icebergs mahali ambapo meli ya Titanic ilikuwa ikielekea. Aprili 14 mwaka 1912, Titanic ilipokea onyo zaidi. Saa 9 asubuhi ya Aprili 14, meli ya Caronia iliripoti kuwepo kwa icebergs kwenye eneo la Titanic. Saa 5 asubuhi, meli ya Kiholanzi iliripoti barafu nyingi. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba nahodha wa meli hiyo Titanic hakuzipokea habari hizo.